Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallim tasliman kathira. Ndugu zangu Waislamu, tunaishi katika dunia yetu hii. Baada ya maisha yetu ya dunia tunakufa, tunaishi maisha ya kaburini. Baada ya kifo, huko kaburini tutakaa, baadaye tutafufuliwa. Baada ya kufufuliwa kuna malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa duniani tuko shambani tunalima, kesho ni mavuno. Katika juhudi zako hapa duniani, katika kutenda matendo mema jitahidi, lakini katika maasi usije ukajiroga ukadumbukia katika dhambi ya ushirikina. Usije jichanganya ukaingia katika dhambi ya ushirikina. Yeyote anayekufa akiwa ni mshirikina, amefanya dhambi ya ushirikina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyo atamuadhibu adhabu ya milele, atakaa motoni milele, hatotoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man laqiya Allah, man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar. Yeyote yule atakayekufa hali ya kuwa anaomba kitu kingine, anaitakidi kitu kingine kina uwezo unaofanana au unakaribiana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, mtu huyo ataingia motoni milele. Hakuna suruhishi, hakuna chochote. Dhambi inayotakiwa kuiogopa katika maisha yako ni dhambi ya ushirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, inna Allaha la yaghfiru, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehi ay yushraka bihi shay'a. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi, hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kusamehewa, kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi mengine kwa anayemtaka. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu Muislamu, epuka madhambi, kimbia madhambi, jitahidi kadri ya uwezo, usije kudumbukia katika dhambi ya ushirikina. Usije kuingia katika dhambi ya kupiga ramli, kuvaa hirizi, kuabudu majini, kufanya matambiko, kuabudu makaburi, miti na vinginevyo ambavyo ni ushirikina, kwa sababu ukifa ukiwa ni mshirikina hutopata huruma ya Mwenyezi Mungu. Kulikuwa kuna watu ambao wamemlea Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wameusaidia huu Uislamu kwa asilimia kubwa kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini walikufa wakiwa washirikina. Mafikio yao, makazi yao mbele ya Mwenyezi Mungu ni motoni milele. Abu Talib, ami yake Mtume, alikufa akiwa ni mshirikina, ataingia motoni milele. Lakini katika maisha yake aliishi akiwa anamtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam dhidi ya maadui wake wanaopiga vita Uislamu. Lakini kosa kubwa ni nini? Hakukubali tauhidi, akafa akiwa ni mshirikina, mafikio yake ni motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda sana ndugu yangu unayenisikiliza, unayesikiliza ujumbe huu, anakupenda, ndiyo maana akakukumbusha kupitia mimi kwamba dhambi unayoitenda, dhambi hiyo ya ushirikina si nzuri. Anakupenda Mwenyezi Mungu utubie kabla ya kufa. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasema, waambie enyi waja wangu ambao mmejidhulumu kwa kufanya maasi, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, na Mwenyezi Mungu ana huruma na anasamehe madhambi. Ndugu yangu Muislamu, rejea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawapenda wanaorejea kwake, wanaotubia kwake. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, hakika Mwenyezi Mungu anapenda wanaotubia. Acha ushirikina, uishi kwa amani duniani na kesho akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.